Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa, karibu tunakutana kwa mara nyingine tena katika chaneli yako pendwa kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club, kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa. Tamko kutoka kwa Musa Pimpin Kamara juu ya mwenendo wake ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club mara baada ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Unaambiwa Musa Pimpin Kamara, golikipa wa klabu ya Simba, mguu mmoja ndani mguu mmoja nje, kutimka ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club mara baada ya taarifa ambayo iliweza kutolewa kutoka kwa watu wake wa karibu kwa kile kilichoweza kutokea katika kombe la shirikisho barani Afrika. Ni yapi hayo? Utakwenda kujua hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Star Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, acha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu lililoandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza juu ya ili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club, juu ya Musa Pimpin Kamara kuondoka kwake ndani ya kikosi cha mabingwa hao wa Msimbazi. Hapa nazungumzia Simba Sport Club. Bana, mambo ni mengi, muda ni mchache, lakini kitendo cha Musa Pimpin Kamara kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya Simba mara baada ya kukosa taji la kombe la shirikisho barani Afrika, inaelezwa kwamba sasa ni safari ya wachezaji pamoja pengine na benchi la ufundi wanaweza kuondoka kwenye kikosi hicho. Taarifa kuhusiana na Musa Pimpin Kamara zilianza mara baada ya fainali hiyo kumalizika, ambapo taarifa za ndani kwa watu wake wa karibu zinaeleza kwamba nyota huyo amepata changamoto nyingine mpya, ambapo kuna moja kati ya vilabu kutoka barani Afrika ambao vimeona uwezo wake na kuhitaji kuweza kumchukua kwenye kikosi chake. Inaelezwa kwamba dalili za Musa Pimpin Kamara kutokuwa sehemu ya kikosi cha klabu ya Simba kunako msimu ujao zilianza tu mara baada ya kwenda kupokea medali ya kafu mara baada ya kile kilichoweza kutokea. Kamara mguu nje mguu ndani Simba Sport Club baada ya golikipa Kamara na Fabrice Ngoma kuzichapa uwanjani. Kamara aliamua kwenda kuvaa medali bila jezi ya Simba Sport Club. Taarifa nyepesi zilizojiri baada ya kutoka uwanjani, Kamara ameonyesha dalili zote za kuondoka za kutaka kuondoka kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club, huku maneno ambayo yamekuwa yakiweza kutokea kwa mashabiki pamoja na wachambuzi wakienda kumwandama, wengine wakisema ya kwamba ni golikipa wa kawaida, wengine wakisema ya kwamba pengine anafungwa magoli ya sio na lazima, yani magoli ambayo si kwa kiwango chake. Pengine dalili zinaenda mbali zaidi na kuenda kumtaja Kamara kama sehemu ya watu ambao walikwamisha safari yao ya kutokutoa taji lile. Maneno yamekuwa ni mengi kwa Musa Pimpin Kamara, huku akisema ya kwamba anaomba uongozi wa klabu ya Simba kuweza kumalizana naye mapema kabisa, kwa sababu ya kile ambacho yeye anakiona ni kutokupata heshima yake ya kile ambacho kinachotakiwa juu ya kile ambacho wao wanaona ya kwamba pengine astahili kufanyiwa vile ambavyo vile watu wamekuwa wakiweza kuzungumza. Lawama zimekuwa ni nyingi kwa upande wao, na kile ambacho kinaonekana Musa Pimpin Kamara kutokuridhishwa na yale ambayo yanayoendelea kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Kwa kile ambacho kimeweza kutokea katika ile fainali, pia kuna taarifa nyingine ambayo huenda sio nzuri kwa mashabiki wa klabu ya soka ya Simba Sport Club, kwani kuna uwezekano mkubwa klabu ya Simba mashabiki zake wakafungiwa pamoja na kutokuweza mashabiki zao wakafungiwa kwenye mechi za kimataifa. Kwa taarifa za awali ni kuwa shirikisho la soka barani Afrika CAF lipo kufanya uchunguzi juu ya matukio mbalimbali kabla ya fainali ya mkondo wa kwanza na baada ya fainali ya mkondo wa pili, ambapo kuna uwezekano mkubwa Simba ikakumbana
na longo la shirikisho hilo kutokana na mienendo ya mashabiki wake, lakini pia baadhi ya viongozi waandamizi wakubwa kukumbana adhabu kali. Inatajwa hivyo kufuatia mtiririko wa matukio mbalimbali katika fainali hiyo. Taarifa za awali zinadai pia kuna matamko na place mbalimbali za kulishutumu kafu kuhusiana na matukio ama mabadiliko ya uwanja, hivyo wameanza rasmi kukusanya taarifa hizo ili kufanya maamuzi yake, ikitajwa ni kuishutumu kafu na kutoa kauli za kichochezi dhidi ya shirikisho hilo, ambapo liweza kushuhudia mambo yalikuwa ni mengi kweli kweli hivi karibuni, ambapo kila mmoja aliweza kusikia taarifa kuhusiana na viongozi wa Simba wakiweza kuzungumzia juu ya taarifa kuhusiana na yale ambayo yaliweza kutokea kubadilishiwa uwanja, wakienda mbali wakihusisha viongozi wa kafu juu ya kuibeba Berkane na kuwa kwamba ni sehemu ya wamiliki wa klabu hiyo, ndio maana vinafanyika vitendo kama hivyo. Kwa hiyo Simba wapo tayari kwa lolote litakalojili waweze kupambana nalo, kwa sababu ni kitu ambacho kafu wamezamilia kabisa zaidi shaili kwamba wanahitaji kuweza kunyoosha palipo na tatizo. Lakini katika taarifa nyingine, klabu ya soka ya Simba Sport Club kupitia mfadhili wa zamani ama ndugu yake ama kaka yake na rais wa heshima klabu ya Simba Mo Dewji, leo hii amethibitisha juu ya klabu ya Simba kuweza kumalizana na nyota mkubwa Tanzania namba 10 yenye viwango vya juu kabisa, ambapo leo hii taarifa imeweza kuwekwa wazi juu ya klabu ya Simba kumalizana na Faisal Salum almaarufu Feitoto kwa kile ambacho kimeweza kuzungumzwa na Azim Dewji, mfadhili wa zamani wa klabu ya Simba Sport Club. Taarifa ni kwamba kama mlivyosikia ndivyo ambavyo inavyoelezwa. Huyo ni mfadhili wa zamani wa Simba na amesisitiza suala mkataba wa mingapi, huku akisema ya kwamba inshallah Mungu akijalia Faisal ataichezea Simba msimu ujao, kila kitu kinakwenda sawa. Azim Dewji ambaye ni kaka yake na Mo Dewji akiweza kuweka wazi juu ya kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kuhusiana na wao kuweza kukamilisha sajili ya Feitoto kwenye kikosi cha klabu ya Simba. Vipi unadhani Musa Pimpin Kamara golikipa wa klabu ya Simba, kutokana na kelele nyingi ambazo zinazoendelea kwa sasa juu ya kiwango chake, unadhani klabu ya soka ya Simba Sport Club wataendelea kubakia naye? Na vipi unadhani ya kwamba Feitoto itakuwa ni rahisi kwa wao klabu ya Simba kuweza kuchukua saini yake pale kunako viunga vya Azam FC, kwa sababu mpaka sasa pia klabu kutoka nje ya Afrika zinaelezwa kwamba bado wapo katika mbio za kuweza kuhitaji saini ya kiungo huyo. Tusubiri kuweza kusikia matamko rasmi kutoka katika vilabu vyote hivyo ambavyo taarifa zinahusishwa nazo kuhusiana na haya yote ambayo nimeweza kusogezea hapa. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na taarifa zote hizi ambazo